Usikabidhiwe nyumba yako kabla hujakagua mambo haya matano ya umeme. Makosa madogo madogo yanaweza kukuletea hasara kubwa. Baada ya kazi ya wiring kukamilika, usikimbilie kuifunika kwa plasta au kuweka sealing bila kuhakikisha kila kitu kimefanyika kwa usahihi. Makosa mengi ya mfumo wa umeme hayaonekani kwa macho baada ya nyumba kukamilika, lakini yanaweza kusababisha moto, kuharibu vifaa vya umeme au hata kuhatarisha maisha ya watu wanaoishi ndani ya nyumba hiyo. Haya ndio mambo matano muhimu unayopaswa kuyakagua kabla ya kukubali kazi ya wiring ya nyumba yako. Hakikisha mfumo wa earth umewekwa kwa usahihi. Hilo ni jambo la kwanza. Earthing ni mfumo unaopeleka umeme wa hitilafu ardhini ili kulinda watu na vifaa vya umeme. Nyumba isiyo na earthing sahihi ipo kwenye hatari kubwa ya mshtuko wa umeme na uharibifu wa vifaa wakati wa hitilafu au radi. Muombe fundi akuonyeshe mfumo wa earth na kuhakikisha umefungwa kwa viwango vinavyokubalika. Switch na socket. Jambo la pili, switch na socket visiwekwe karibu na maeneo yenye maji. Maeneo kama bafu, choo na sinki yanahitaji tahadhari kubwa. Switch na socket zinapaswa kuwekwa kwenye umbali salama na zitumie vifaa vinavyofaa kwa mazingira yenye unyevunyevu. Hii hupunguza hatari ya mshtuko wa umeme na kuongeza usalama wa watumiaji. Tatu, tumia main switch na circuit breaker zenye ubora. Main switch na circuit breaker ndizo kinga kuu za mfumo wa umeme. Zinapaswa kukata umeme mara moja panapotokea hitilafu kama short circuit au mzigo mkubwa kupita kiasi. Kutumia vifaa vya ubora duni kunaweza kusababisha moto au kuharibu vifaa vya umeme ndani ya nyumba. 4. Hakikisha ukubwa wa nyaya unalingana na matumizi yake. Si kila sehemu ya nyumba inahitaji nyaya za ukubwa mmoja. Vifaa vinavyotumia umeme mkubwa kama AC, heater, jiko la umeme na pampu za maji vinahitaji nyaya zenye uwezo wa kubeba mzigo huo. Nyaya ndogo kuliko kiwango huwaka moto kwa urahisi na zinaweza kusababisha ajali. 5. Omba mchoro wa mfumo wa wiring na nyumba yako baada ya kazi kukamilika. Hakikisha unapewa mchoro wa wiring. Mchoro huu utakuwa muhimu sana wakati wa kufanya matengenezo, kuongeza socket au kufanya marekebisho ya mfumo wa umeme siku zijazo. Bila mchoro huo, kazi za baadaye zinaweza kuwa ngumu, kuchukua muda mrefu na kuongeza gharama zisizo za lazima. Kumbuka, mfumo mzuri wa umeme haupimwi kwa taa kuwaka pekee. Unapimwa kwa usalama wake, ubora wa vifaa vilivyotumika na kufuata viwango vya kitaalamu kabla hujakubali kazi imekamilika. Hakikisha mambo hayo yote yamehakikiwa. Ujenzi wa Nyumba TZ tunatoa huduma za kuchora ramani za nyumba za kisasa, michoro ya structure, makadirio ya gharama za ujenzi, BOQ nikimaanisha bill of quantity, ushauri wa kitaalamu kuhusu ujenzi, usimamizi wa miradi ya ujenzi. Kuona baadhi ya ramani zetu, unaweza kututafuta na kuwasiliana na sisi kwa kazi hizo nilizokutajia kwa namba ya simu 07 12 93 70 90. Pia unaweza kutafuta kwa njia ya WhatsApp au Maxi kwa namba 07 65 93 70 90. Bila kusahau barua pepe ni info@mjenziwanyumbatz.com. Mjenzi wa Nyumba TZ, nyumba bora hujengwa na fundi bora. Asante sana kwa kunisikiliza na karibu tena kwa elimu zaidi na zaidi. Shukrani.